Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Katika darasa zetu za malezi na hasa tukiangalia upande wa kuishi vizuri na wazazi kwa maelekezo ya Qur'an na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na ahlul bait alayhimus salam, leo tunaangazia kisa cha mmoja katika wachamungu zama za Bani Israili. Bwana huyu alikuwa katika ukoo wa Bani Israil akifahamika kwa jina la Jarih. Bwana huyu alikuwa ni mcha Mungu sana na akijipa wakati wa faragha kati yake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alikuwa ni mtu mwenye kupenda ibada sana na kujipa muda wa faragha. Siku moja akiwa katika jumba la makasisi alikuwa katika hali ya ibada, kujinyenyekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amezama katika ibada. Ghafla akaja mama yake mzazi kuja kumuita. Alikuwa na haja naye. Alipomuita kwa jina lake na akasikia sauti ya mama yake, hakuitikia kwa sababu alikuwa katikati ya ibada. Akaitwa mara ya kwanza, hakuweza kuitika. Mara ya pili hakuweza kuitika. Mara ya tatu hajaitika. Mama alipoita akiwa nje ya chumba cha bwana yule, hakuitikiwa. Akashikwa na ghadhabu, akakasirika. Mara maneno yakamtoka. Maneno gani yamemtoka? Yamemtoka maneno ya kumlaani mtoto, kumlaani mwanawe, kijana wake mcha Mungu. Lakini ni laana gani alitoa? Alimwambia Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, akimweleza kijana yule kwamba nakuombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asikusaidie wewe kwa lolote lile, Mwenyezi Mungu asikusaidie. Maana yake ni anamuombea kwa Mwenyezi Mungu amweke mbali na rehema zake. Siku zikapita. Siku miongoni mwa masiku akaja mwanamke ambaye alikuwa akifahamika katika jamii ile kwamba mwanamke yule ni changudoa, mwanamke yule ni malaya. Mwanamke yule katika kuhangaika kwake katika maisha ulifika wakati akapata ujauzito. Mimba ile ikakua. Mara umefika wakati wa kujifungua. Wakati wa kujifungua akasogea, akaenda mpaka katika jumba la makasisi wale ambao miongoni mwao ni huyu kijana mcha Mungu wa mama huyu aliyetoa laana. Binti yule, mwanamama yule, alipofika nje ya nyumba ile akakaa mle mpaka uchungu ukamshika, akajifungua. Alipojifungua mtoto akatoa matamshi, akatoa maneno kwamba mtoto huyu nimejifungua, nimemzalia fulani bwana Jarih, huyu ndiye nimemzalia. Kwa hivyo nilikuwa naye mpaka kanipa mimba, na sasa umefika wakati wa kujifungua, nimejifungua. Jambo hili liliposikika kwa wanajamii wa Bani Israil, watu wakapiga kelele sana, na hasa watu ambao wanaabudu katika jamii ile, wanaabudu pamoja na bwana huyu Jarih. Wakashikwa na ghadhabu na wakashikwa na mshangao kwamba huyu ambaye mara nyingi akipanda katika mimbar, akija katika madhabahu, anatueleza kwamba kuzini ni jambo baya, uzinifu ni kitu kichafu, uzinifu ni kitu kibaya, hatupendi na anatugombeza. Anasema huyu tena anakuwa mkali na hasira yake ni kubwa kwa wazinifu. Inakuwaje yeye amefanya jambo la sampuli hii mpaka kuzaa? Kwa hivyo ikawa ni mshangao mkubwa, mpaka mshangao ule ukaenda mpaka kufika kwa mfalme. Mfalme aliposikia na ushahidi uko bayana, mtoto kishazaliwa na aliyezaa yupo, akatoa amri kwamba bwana yule apelekwe kwenye kitanzi cha unyongaji, kitanzi cha kunyongea watu wahalifu. Bwana yule akapelekwa. Alipofika katika kitanzi kile, sehemu ya kunyongewa, mara mama wa huyu kijana aliyepelekwa kwenda kunyongwa, zikamfikia taarifa kwamba mwanao yuko katika kitanzi na ananyongwa. Mama akawa anakuja kasi na hali ya kuwa na majuto ya hali ya juu. Mama analalamika, anapiga kichwa chake, anajuta kwamba laana yangu ile ya Mwenyezi Mungu usimsaidie kijana huyu sasa imefika tamati na kijana ananyongwa. Alichokifanya, alikuja mpaka kafika kwenye kitanzi na kijana tayari kashawekwa wakati wowote ule ananyongwa. Alipomuona mama yake anapiga kelele na anajipiga kichwa chake, akamwambia, mama, wewe nyamaza, wewe ni sababu wa yote haya kutokea. Alipotamka matamshi haya, yaliwashtua na kuwazindua watu wengi waliohudhuria katika eneo lile la mauaji, eneo lile la kunyongwa. Mara zikamfikia mfalme. Akaulizwa, bwana huyu, una uhakika gani kwamba mama ndio sababu? Una ushahidi gani? Una utetezi gani? Unaweza kujitetea? Bwana yule
Akasema ndiyo naweza kujitetea, lakini kwa sharti niletewe yule mtoto. Mtoto aletwe kwangu, alafu yeye atatoa ushahidi. Bwana yule alipoletewa mtoto akapewa nafasi, akasali. Alipofanya ibada ya sala, akamgeukia mtoto, akamuuliza kwamba kwa nguvu za Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wewe mtoto tamka, wewe ni mtoto wa nani? Kijana yule mchanga akatamka kwa kinywa kipana kwa uwezo wa Mungu na kwa amri ya Mungu, akasema, mtoto, mimi ni mtoto wa fulani. Akataja jina la mtu mwingine ambaye si Jarih, ambaye yuko kwenye kitanzi ananyongwa, anatakiwa kunyongwa. Akasema, mimi ni mtoto wa fulani ambaye anafanya shughuli ya uchungaji, anafanya kazi ya kuchunga mifugo, kulea mifugo, kutizama mifugo kwa mtu fulani. Alipotamka vile, watu wote wakashikwa na butwaa, watu wote wakashangaa. Kwa hivyo kauli ya mtoto huyu mchanga ikawa imemnasua Bwana Jarih kutoka kwenye kitanzi cha nini, kwenye kitanzi cha mauti. Ndugu zangu, Kiswahili hiki kinatufundisha kwanza kabisa tuwe na hali ya unyenyekevu na kuwalea wazazi wetu, kuwasikiliza wazazi wetu, tuwe na karibu na wazazi wetu. Lakini kitu cha pili, kwa wazazi wetu wapendwa, msiwe ni wepesi, wazazi msiwe ni wepesi wa kushikwa na hasira kabla hujajua uhalisia wa jambo ukawa umetoa laana. Hujui wakati ule unaotoa matamshi magumu, matamshi yasiyojenga, matamshi ya kubomoa dhidi ya mwanao, hujui kwamba wakati huo huenda ndio muda wa malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kuchukua maombi ya waja kuyapeleka kwa Mwenyezi Mungu na yakajibiwa. Huenda huo muda unaotoa matamshi ndio muda wa kujibiwa dua, na wewe dua yako hiyo mbaya kwa mwanao ikawa ni sababu ya mwanao kuanzia siku ile ulipotamka maneno magumu hayo, ikawa ni sababu ya mtoto wako kushuka akaishi dhiki katika dunia, na akhera pia anasubiriwa na magumu kule. Kwa hivyo wazazi wetu kuweni, mama zetu kuweni na vifua vipana vya kuweza kustahimili na kuvumilia kabla hamjasema maneno. Baba zetu hivyo kuweni na muda wa kutafakari, muda wa kupata uhalisia wa jambo kabla hujalaani, kwa sababu laana yako ni nyepesi sana kuchukuliwa na ikafanyiwa kazi na ikatuathiri sisi watoto. Mwenyezi Mungu atupe taufik na awape wazazi wetu taufik ya kuweza kuishi na sisi, na watupe miongozo tuishi tukiwa tumeridhiwa duniani na akhera. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.